Sayyiduna Ali ibn Abi Talib anasimulia katika hadithi kutoka kwa babu yake Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, na huyu mtume ni mtume wetu anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, wanachangia babu. Sasa anayesimulia habari hii ya Zamzam ni Abdul Muttalib. Anasema dhata lailatin min al-layali, niko katika usingizi, idh raaitu qaimun yaqul, nikamwona mtu ananiambia uhfur Taiba, nenda kafukue Taiba, kitu kitamu kizuri. Nasema nikazindukana, nikauliza ma Taiba, ni nini Taiba? Akapotea yule mtu. Siku ya pili akaja tena usingizini akaniambia uhfur barra, fukua barra. Nikasimama nikamuuliza ma barra, ni kitu gani hicho barra? Akapotea. Siku ya tatu akaja tena usingizini akaniambia uhfur madnuna. Al-madnuna ni kitu gani? Mal madnuna. Akapotea. Siku ya nne akaja tena akaniambia uhfur Zamzam, nenda kafukue kisima cha Zamzam. Nikauliza ma Zamzam, Zamzam ni kitu gani? Sasa tunakuja kukuonyesha Zamzam kuja tena upya baada ya wale watu kuvunja vunja, na ikawa hakuna kabisa pahala unapoona kisima cha maji ya Zamzam. Ndoto inakuja kwa Abdul Muttalib. Alipouliza ma Zamzam, aliyemwota usingizini akampa tafasili zake, akamwambia Zamzam la yarim au la yadhim, ni maji ambayo hayakauki, ni maji ambayo hayeshi, ni maji ambayo yapo yanabubujika kila wakati. Anasema tasqil hajija al-a'zam, utawanywesha mahujaji watukufu watakaokuwa wanakuja katika hii nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nayo itakuwa pahala gani? Kaambia inda naqratil ghurabil asam fi qaryati namla, ipo katika sehemu ambayo utamkuta kunguru al-asam, kunguru mwenye mabaka yule, anagonga gonga, anadona dona, baina farth waddam, baina alfarth waddam. Tena utaipata ipo katika sehemu baina ya matumbo yale yaliyokula chakula na damu. Alipouliza ma Zamzam, ni nini Zamzam? Akapewa hizi tafasili, ni maji tasqil hajijal a'zam inda naqrati ghurabil asam baina alfarthi waddam inda qaryati naml. Utaipata katika sehemu ambayo kuna mji wa wadudu chungu. Tizama, hizi zote ni alama anapewa. Akanyanyuka asubuhi alipoamka, tukasema hii ndoto lazima ina maana. Mtu kaja mara 4, mara kaniambia Taiba, mara dharra, mara madnuna, mara Zamzam. Lafu Zamzam yenyewe kaniambia ni maji yanaonyeshwa mahujaji. Tena yapo pahala baina ya farthi, ule utumbo ule wa mbuzi au ng'ombe, kile chakula alichokisaga ambacho bado kiko tumboni inaitwa farth, na damu ni kitu ambacho kinajulikana. Kwa hiyo anamwambia kiko baina farth wa dam. Kisha sehemu ambayo naqratul ghurabil asam, kisha fi qaryati naml, pahala palipokuwa na kichuguu au nyumba ya wadudu chungu. Akachukua mtaimbo Abdul Muttalib, kuamka tu akawa anatafuta. Wanasema wanachuoni wa history, wakatoka watu huko na ng'ombe na wanakuja kuchinja. Yule ng'ombe akachinjwa, wakati anachinjwa ng'ombe akanyanyuka, ng'ombe akawa anapapatika, akaenda kadondoka pahala. Wakati ameshachinjwa ile damu na farth, yale majani yaliyokuwa ameyatafuna yakawa yanatiririka katika sehemu fulani. Akakumbuka yale maneno baina alfarthi waddam, baina alfarthi waddam, akashaiona farthi na damu. Baada ya muda akaona ghurab, kunguru anadona dona, asema ndo hapa. Baadaye akaona wadudu chungu katika nyumba yao.
zile alama alizoambiwa katika usingizi na vile vitendo vinavyotokea pale, akajua sehemu aliyotajiwa ni hapa. Akachukua mtaimbo wake sasa Abdul Muttalib, akaanza kugonga, akagonga. Watu wakazongea sasa, wazee wenzake, unafanya nini Abdul Muttalib? Acheni, ninachokifanya nakijua mwenyewe. Gonga. Abdul Muttalib, nini unafanya katika Al-Kaaba hapa? Maana Zamzam iko pale pale karibu. Kagonga, anasema mpaka yeye na mwanawe Al-Harith, alikuwa na mtoto mmoja tu siku hizo akiitwa Al-Harith. Kagonga mpaka kapiga pahala, kaona ishara ya maji, akapiga takbir, Allahu Akbar. Kunatokea nini hapa? Maji ya Zamzam. Wale walipoona anasherehekea wakajua kapata kitu kikubwa. Nini? Wakatizama wakaona maji ya Zamzam. Zamzam hiyo inarudi tena baada ya muda mrefu kupotea. Wale walipoona Zamzam wakasema, innahu bi'ru jaddina Ismail, hichi ndo kile kisima cha babu yetu Ismail. Hatukuachi Abdul Muttalib peke yako, ashrikna fi hadha alma, tushirikishe na sisi, tuko pamoja katika haya, si yako peke yako. Abdul Muttalib akamwambia, la hadha amrun khusistuhu dunakum, ili jambo bwana nimeambiwa mimi, mbona hamkufuatwa nyinyi katika ndoto? Kwa hiyo ni specially nimefuatwa mimi, kwa hiyo mimi ndo na haki zaidi ya ili jambo. Pale ikawa kuna karibia kupiganwa sasa, vita. Hapana, haiwezekani, sote tuna haki. Haya si maji yako bwana, haya maji ya babu yetu Ismail. Abdul Muttalib akamwambia, hapa haingii mtu, kwa sababu hili jambo ishara zote inaonyesha kwamba mimi nimepewa bila ya kuhusishwa watu wengine. Ilikuwa jambo si jambo, anasema basi tuhukumiane, twendeni kwa hakimu. Sawa. Abdul Muttalib akamwambia, mnataka tukahukumiane wapi? Asema kahinatu Bani Saad. Alikuwa na kahina huyo, anasikiliza kweli kweli, wa Bani Saad. Yuko wapi? Yuko Madina, Yathrib. Wakaondoka wakasema, haya twendeni. Unasemekana walipofika Madina akaambia, huyu kahama yuko karibu na Syria huko, anaishi huko. Wengine kusema yuko karibu na Khaibar, anaishi huko. Wakaondoka wakawa wanamtafuta. Sasa njiani walipokuwa wanaendelea na safari yao kwenda kuhukumiana kuhusu maji ya Zamzam, wakamaliza maji katika msafara wao, kinywaji wakawa hawana tena. Unasema maji wakati huo ni ngumu kupata maji, shida, bali mpaka leo jazira ya Kiarabu ni ngumu kupata maji, kama sio kubadilisha maji ya bahari kwa tamu na wakayatumia kwa ajili ya mambo ya kawaida. Huwezi ukachimba ukapata maji chini kirahisi. Wakawa sasa kiu imewabana, maji ni machache walikuwa nayo na wakawa wameyamaliza. Sasa wakihitajia maji ya kuendelea hawana. Abdul Muttalib akatoa rai, babu yake Mtume akamwambia, jamani, hapa ni jangwani, maji yamekwisha, kiu ndo kama mnavyoona, inabidi tufanye hila moja, tuchimbeni makaburi yetu, ili haya makaburi kila anayekufa anazikwa, kila anayekufa anazikwa. Hata akibakia mtu mmoja ambaye hatozikwa, itakuwa ni bora kuliko kubakia watu wengi ambao hawakuzikwa. Watu wakaona hii rai nzuri, wakaanza kuchimba makaburi yao. Yaani wanasubiri kufa tu, kiu. Mara ngapi unasikia watu wamekufa kwa kiu katika majangwa? Wakachimba makaburi yao, wakawa wanasubiri kifo. Mwisho wakasema, jamani, itakuwa sisi hatujafanya sawa, hebu tuendeleeni kusafiri na tutafute maji, pengine tutapata maji njiani huko kuliko kubakia hapa. Bora tufe tukiwa tunatafuta huko kuliko kubakia hapa. Wakaamua waendelee na safari. Wakati wanaendelea na safari, mnyama alikuwa amempanda Abdul Muttalib kapiga chini ya ardhi, kukaonekana kunatoka chemchemo ya maji. Wale wakasema, ala, maji haya jamani! Furaha ikatanda pale pale, wakawa watu wanayakimbilia yale maji, wakaanza kuyanywa yale maji, wakanywa wote, kila mmoja yakateka. Haya, tuendeleeni na safari.
mmoja alikuwa na akili akasema, jamani, sisi kwenda kuhukumiana kuhusu maji ya Zamzam itakuwa ni kazi bure. Hapa Mwenyezi Mungu kishatuhukumia. Hebu fikirieni ilikuwa kuwaje ngamia wa huyu bwana kapiga chini ya ardhi kukatoka maji. Hii ni ishara kwamba Mungu wetu kamhusisha huyu bwana na jambo ambalo sisi hatunalo. Kwa hiyo Abdul Muttalib, tumeridhika, wewe ndo uwe bwana unayetasarraf kuhusu maji ya Zamzam, turudini nyumbani, hakuna haja. Hii ni ishara sisi imetupa maamuzi ya kuonyesha kwamba wewe uko katika haki, turudini. Wakarudi zao nyumbani. Abdul Muttalib akawa maji ya Zamzam yako chini yake, anatasarraf mwenyewe anavyotaka, kwa sababu khassahu Allahu bihadha al-amri duna ghairihi. Akafikiria sana, lakini Abdul Muttalib, mimi kwa nini haya yote yamenikuta? Akaja na conclusion kwamba wasinge thubutu watu kuniambia walioniambia, wala kunifanyia walionifanyia, ni kwa sababu tu mimi sina watoto wa kiume. Wakati huo mtoto wake alikuwa mmoja tu, ndio maana mimi nanyanyasika, kwa sababu zamani ukiwa na watoto wewe umeheshimika. Nadharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. Ukiwa na watoto wewe unakwenda kifua mbele. Abdul Muttalib akasema, kwa sababu sina watoto, mtoto wangu mmoja tu, alikuwa na mtoto Al-Harith, mtoto wake katika maami zake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini akaapa sasa, naapa kwa Allah, la irrazaqani Allahu bi'ashratin min ar-rijal la adhbahanna wahidan minhum qurbana lillahi ta'ala. Kama Mwenyezi Mungu ataniruzuku watoto 10, mmoja nitamchinja kumpa Allah kama sadaqa. Katoa kiapo mbele ya Al-Kaaba, mimi nanyanyasika kwa sababu sina mtoto ni mmoja tu. Utatuambia nini wewe Abdul Muttalib? Wewe mwenyewe huna watoto, sisi ni wanadume, wajana dume wa kisawasawa, angalia watoto hapa. Basi akasema, nikipata watoto 10, Mungu ukinipa watoto 10, mmoja nitamchinja kwa ajili ya kukupa sadaka, kumpeleka kwako. Watamurru al-ayyam, masiku yanapita, wasinuna tilwa sinin, wayarzuquhu Allahu bi'asharatin min ar-rijal. Yurzaqu, anaruzukiwa Abdul Muttalib watoto 10. Sio ilikuwa ni Harith peke yake, wakaja na wengine, kina Hamza wakaja, kina Al-Abbas wakaja. Wote hao ni watoto wake, mpaka wa mwisho wao akawa Abdullah, baba yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume alikuwa ana ami zake 10, wapo waliokufa kabla ya bi'tha na kuja Uislamu, na wapo waliodiriki na wakaslimu kama Hamza na Al-Abbas, na pia na anti zake kina Safia, kina Barra, wote hao walikuwa 6. Kwa hiyo walikuwa na watoto 10 wa kiume na watoto 6 wa kike ambao ni mashangazi zake bwana Mtume Muhammad. Sasa amesharuzukiwa watoto 10, wa mwisho ni Abdullah, ndiye mdogo. Sasa umefika wakati wa kutekeleza. Angalia, pamoja na hali waliokuwa nayo Makuraish, lakini walikuwa wakiapa kufanya jambo kwa Allah watalifanya. Kafika wakati sasa, watoto 10 Mungu amenipa, nikatekeleze ahadi yangu. Wale wakamwambia, sasa piga kura, nani sasa wa kuchinjwa? Kulikuwa kuna vitu wanaziita aqdah, kama zile tunaita ngorongoro katika michezo ile watu wanacheza ya kamari nani. Unachukua vipande vitatu, kimoja kimeandikwa naam, kingine kimeandikwa la, kimoja kimeandikwa aid, yani kikitoka kile cha naam fanya, kikitoka cha la usifanye, kikitoka cha aid maana rudia, unarudia. Wanasema kila alipokuwa akipiga kura kuhusu afanye
asifanye kumchinja yule wa mwisho aliyetokea. Wengine wanasema viliandikwa vile aqdah, majina ya wale watoto 10. Kila ikipigwa kura linatoka jina la Abdullah, kila likipigwa kura linatoka jina la Abdullah. Basi takwenda kumchinja Abdullah. Makuraishi wakaanza kupiga kelele, unamchinjaje mtoto huyo Abdullah? Itakuwa sunna kwa Makuraishi, kila mtu akipata watoto 10 inabidi afuate, kwa sababu ndio sayyidu Makkah, wamchinje mtoto wao wa mwisho. Haiwezekani, tutafute ufumbuzi. Ufumbuzi gani? Twendeni kwa kahina Bani Saad, kwa kuhani fulani. Kuhani akaenda akafuatwa, akamwambia nini sasa tunataka kufanya haya, leteni jina la mchinjwa huyo Abdullah, likitokea jina lake na andikieni upande wa pili ngamia 10. Kila likitokea jina lake Abdullah ongezeni ngamia 10 wengine, likitokea jina la Abdullah ongezeni ngamia, mpaka litokee jina la ngamia wakati wa kupiga kura. Kwa ikapigwa kura ikatokea jina la Abdullah, ikipigwa kura linatokea jina la Abdullah, kila likitokea jina wanaongezwa ngamia. Kaanza ngamia 10, ngamia 20, mpaka ilipofika ngamia 100, ikipigwa kura ikatokea chinja ngamia. Akawaambia sasa Mola wenu ameridhika, mumkomboe mtoto wenu kwa ngamia 100, wachinjeni ngamia 100, muacheni mtoto awe hai. Akakombolewa Abdullahi baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ngamia 100. Ndio maana wanachuoni wa tarikh na history wanamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam ibnu dhabihaini, au mtoto wa wachinjwa wawili. Baba yake Abdullah alitaka kuchinjwa akakombolewa, na baba yake kule Ismail alitaka kuchinjwa akakombolewa. Fafadainahu bidhibhin adhim. Na hapa pia Abdullah akagombolewa kwa ngamia 100, wakachinjwa ngamia na Abdullah akawa huru. Ikafika umri wa miaka 25 katika umri wake. Katika riwaya nyingine zinasema umri wa miaka 22. Fazawajahu abuhu bi Amina. Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake Abdullah akaozeshwa bibi mmoja katika ashrafi kabila ya Quraishi Zuhriya, anaitwa Amina. Akaozesha, na Amina kwao ni huko katika miji ya Yathrib. Akaja akamuozesha Abdullah, akaishi naye kwa masiku kadhaa. Kwa hiyo hapa tunazungumza kwamba Mtume tayari wazazi wake wameshaoana, na hichi ni kisa cha Zamzam. Sasa nikurudishe tena kule masharifi Makkah, katika Wadi Muhassar, twende tukalione jeshi la tembo limeshafika pale, limechukua ngamia wa hawa, mbuzi wa hawa, mifugo wa hawa. Nizuieni kama mna nguvu za kunizuia.